Mambo vipi, ni aje? Karibu officialzungu_, na leo tunaangazia ziara ya rais wa Marekani Donald Trump kwenda China kwa Xi Jinping, ziara ya mataifa mawili makubwa yenye uchumi mkubwa duniani. Na hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani kutembelea China mara baada ya takriban miaka 9 hadi 10. Nadhani ziara ya mwisho ya rais wa Marekani kwenda China ilikuwa ni mwaka 2015-16 hivi. Sasa kwa nini Trump anamtembelea Xi Jinping wakati huu? Yapi malengo makubwa ya ziara hiyo? Karibu officialzungu_, tuchambue pamoja. Kwanza kabisa ni ziara yenye malengo matatu makubwa. Lengo la kwanza ni biashara baina ya China na Marekani. Lengo la pili ni mzozo wa Mashariki ya Kati wa Iran. Lakini pia lengo la tatu ni swala zima la kisiwa cha Taiwan ambacho China anaamini ni kisiwa chake na ni swala la muda tu atakichukua, ilhali Marekani wanaamini Taiwan ni taifa huru na wamekuwa wakiwapa misaada mbalimbali ikiwemo kuuzia silaha kwa gharama nafuu. Sasa tuenzetu tuangazie ajenda moja baada ya nyingine kwa haraka then tuchambue pamoja hapo chini. Kwanza kabisa ni swala zima la biashara. Unafahamu kumekuwa kuna msuguano wa kibiashara baina ya China pamoja na Marekani, hususan ni swala zima la ushuru wa bidhaa zinazohusiana na mataifa yote mawili. So kumekuwa kuna kero ya biashara baina China na Marekani kwa namna moja ama nyingine. Kwa wanachojaribu kukifanya Trump na Xi Jinping ni kwenda kuzungumza pamoja ili kupunguza hizo kero, na ndio maana unaona Trump ameandamana na wakurugenzi ama viongozi wa makampuni mbalimbali makubwa ya kibiashara, teknolojia Marekani pale. Nimeona Tesla wako na makampuni mengine mengi tu. Hii ni kuangazia fursa za biashara baina ya China pamoja na Marekani, na unafahamu hao wote wamekuwa wakipigana kutafuta fursa mbalimbali duniani, hususan katika mataifa ya Afrika, kwa maana ya kwamba China pamoja na Marekani zile mnaita raw materials, ndio So hilo ni ajenda ya kwanza. Ajenda ya pili ni vita vya Iran, kwamba unafahamu China ni mnunuzi mkubwa sana wa mafuta ya Iran, na hivi tunavyozungumza mlango bahari wa Hormuz umefungwa, ingawa jana meli 6 za China zimefanikiwa kupita pale Hormuz zikiwa na mafuta pamoja na gesi. Sasa Marekani atajaribu kutumia ushawishi wa China alionao kwa Iran kujaribu kuzungumza na Iran ili kumaliza hayo masuala mazima au kupunguza mgogoro wa pale Hormuz ambao umepelekea uchumi wa dunia kupanda maeneo mbalimbali ikiwemo kwetu Tanzania ama kusini mwa jangwa la Sahara na mashariki mwa bara la Afrika. Kwa hiyo Mchina ana ushawishi mkubwa Iran, so Trump akitaka anaweza kuisukuma hiyo kete, kwa maana ya kwamba kumshawishi Mchina kuzungumza na Iran, ingawa China amekuwa kinunua mafuta ya Iran ambayo hayo mafuta ya Iran Marekani yameyaekea vikwazo. So tunafahamu Pakistan wanapambana kuwa mpatanishi, lakini kuna karata nyingine nzuri pia kama Marekani na Mchina watakaa chini kuangazia wanaweza kumshawishi vipi Iran, hususan pale katika mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo linaonekana kuwa mfupa mgumu duniani mpaka hivi sasa. Unajua vita vimesimama, lakini vita vya kiuchumi ni vikubwa sana kwa sababu Hormuz imefungwa na imepelekea gharama za maisha kupanda sehemu mbalimbali duniani kama ambavyo nimekujuza. So watadiscuss, ingawa nimeona Trump amesema mimi so lazima nitumie ushawishi wa China, nitaendelea kupambana, lakini katika hili ukiangalia kidiplomasia China ana ushawishi mkubwa sana kwa Iran kuliko Marekani. Kwa hiyo kama Marekani akitaka anaweza kaitumia hiyo njia kuweza kupunguza kile ambacho kinaitwa mgogoro. Swala la tatu ambalo nalo hili ni mfupa mgumu na mara nyingi limekuwa likileta maneno baina ya China na Marekani ni kisiwa cha Taiwan. Hichi kisiwa cha Taiwan China wanaamini cha kwao na ni swala la muda tu watakichukua, ila hali Marekani wanaamini Taiwan ni nchi huru ambayo inajitegemea. Sasa Taiwan kuna madini mengi sana muhimu kwa ajili ya teknolojia ya dunia. Hilo ni jambo moja ambalo linafanya Taiwan kuwa kisiwa muhimu. Ni wazuri sana kwenye teknolojia na mara nyingi wamekuwa wakinunua silaha kwa gharama nafuu kutoka Marekani, na Marekani wana kambi za kijeshi pale, na Marekani wamekuwa kikilinda hicho kisiwa kwa namna moja ama nyingine ili Mchina asije akakichukua. Na ndio maana kama unafuatilia habari za kimataifa, kuna wakati unasikia China ameenda kufanya mazoezi karibu na Taiwan, then maneno yanaanza, hususan wakati wa utawala wa Joe Biden. So miongoni mwa vitu ambavyo watavizungumza ni hivyo. China wenyewe wanaamini ni swala la muda, hata ikipita miaka 100 ipo siku Taiwan itakuwa chini ya Beijing, na Marekani hawezi kuruhusu kabisa hicho kitu kitokee kwa sababu anafaidika sana na kisiwa cha Taiwan. Nimekuambia ni wazuri mno kwenye teknolojia na wana raw material muhimu sana au madini ambayo yanahusika kusupport teknolojia mbalimbali za ulimwengu. Sasa Marekani hilo hawezi kubali. China naye anaweza kuona
huyu Taiwan kukaa chini ya Marekani pia ni threat kwangu kibiashara. So tunatamani kuona katika hayo maeneo mawili ni vitu gani ambavyo vitaamuliwa, matunda yatazaliwa vipi mara baada ya ziara. Kwanza kabisa mgogoro wa Hormuz, Marekani na China wataongea vipi, Marekani atamtumia vipi Mchina kumshawishi Iran. Pili ni Taiwan, watakubaliana vipi, ile hali China anaamini ile ni sehemu yake na Marekani anaamini Taiwan ni nchi huru. Wewe unasemaje kuhusiana na ziara hii ya mafahari wawili wa dunia katika masuala ya uchumi? Nazungumzia China pamoja na Marekani. Maneno yalikuwa mengi sana wakati Trump ameingia, ushuru mkubwa, vita vya kibiashara, lakini sasa wanaume wamekaa chini mara baada ya miaka 9 rais wa Marekani kwa mara ya kwanza anaenda kuikanyaga ardhi ya Xi Jinping. Ni ziara ya nchi kubwa zaidi yenye nguvu ya kiuchumi katika upande wa magharibi ambayo ni Marekani, na ziara ya nchi kubwa yenye nguvu kubwa zaidi za kiuchumi katika upande wa mashariki ambao ni China. Sasa watu watasema, Zungu, wewe unasemaje Urusi ni baba wa mashariki? Vipi China? China uchumi, hata ukiangalia kwenye rank ya dunia, Mchina yuko juu kiuchumi kuliko Mrusi. Mrusi amewekeza zaidi nguvu zake kijeshi, lakini rasilimali muhimu zipo kwake, kwa hiyo imsumbui sijui mafuta, gesi. So China anabakia kuwa nchi yenye uchumi mkubwa zaidi na muhimu mashariki then Urusi. Lakini ukichanganya kwa ujumla rasilimali unamweka Urusi, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ategemei mataifa mengine anavyo pale kwake. Kwa mfano mafuta, gesi, unaona ha-struggle kwa sababu tayari viko pale, tofauti na China ambapo mafuta lazima ayafate Iran. Hapa ndio Official Zungu anasikia. Wanasemaje kuhusiana na hilo, ziara ya Donald Trump na Xi Jinping, biashara, Taiwan, Iran, ajenda tatu kubwa.